Uchaguzi Tanzania 2025, jinsi wagombea wa upinzani walivyohoi katika kampeni. Karibu kusikiliza na kutazama makala hii ninayosoma hapa kupitia BBC Swahili. Zimesalia wiki mbili pekee kabla ya uchaguzi mkuu wa Tanzania kufanyika Oktoba 29, 2025. Tangu uliporejeshwa mfumo wa uchaguzi wa vyama vingi hapa nchini mwaka 1995. Huu utakuwa uchaguzi mkuu wa kwanza utakaofanyika bila chama kikuu cha upinzani kushiriki, ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimesusia kikishinikiza mabadiliko ya kisheria ya uchaguzi. Mzani wa kisiasa unaonekana kuegemea upande mmoja zaidi, kwani licha ya uchaguzi huu kuwa na wagombea urais kutoka vyama 17 ambao ni wengi zaidi ukilinganisha na uchaguzi wa mwaka 2005, 2010, 2015 na 2020. Lakini shamra za wagombea hapa nchini zimetawaliwa zaidi na mgombea wa chama tawala, Chama cha Mapinduzi CCM. Wakati chama tawala hapa nchini CCM kikiendelea na kampeni zake kwa kasi, kikitumia mabasi makubwa zaidi ya 10 ya magari binafsi kama Land Cruiser ambayo yapo kwenye kila mkoa na wilaya, maelfu ya pikipiki ambazo zipo kwenye kila kata, na maelfu ya baskeli za chama hicho ambazo zipo kwenye mitaa na vijiji. Hali ni tete sana kwa vyama vya upinzani vinavyoshiriki uchaguzi. Wagombea urais wengi wa upinzani wanatembea wakiwa na msafara wa gari 2 mpaka 3 pekee, huku gari moja likiwa ni lile lililosaidiwa kupewa na tume ya uchaguzi kama sehemu ya maombi yao ya kuwezeshwa ili washiriki uchaguzi huu kikamilifu, huku wagombea ubunge wa upinzani wengi wao wakiwa hawana hata gari moja ya kuwezesha kuzunguka kufikia wananchi. Wagombea urais wa upinzani wengi wao wanalazimika kuhutubiwa wakiwa wamepanda juu ya magari yao katika mikutano mingi ili kukwepa gharama za kufunga majukwaa na kukodi vyombo vikubwa vya muziki. Pia kutokana na kutokuwa na fedha za kufanya matangazo ili kuhamasisha watu wajitokeze katika mikutano yao, basi wanalazimika kuhutubia maeneo ya mikusanyiko kama sokoni na vituo vya mabasi. Ingawa kwa ujumla ya wagombea urais 17 katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu, lakini iwapo utakatiza barabarani katikati ya majiji makubwa kama Dar es Salaam, Mwanza, Dodoma na Arusha, utakutana na mabango makubwa ya kampeni ya mgombea wa CCM Samia Suluhu Hassan kila unapotembelea mita 200 au 300. Lakini unaweza kuzunguka kwenye barabara ya majiji hayo siku nzima bila kuona bango la mgombea urais wa chama cha upinzani. Ili kuvutia maelfu ya wananchi kujitokeza kwenye mikutano yao, wagombea wa CCM wanatumia wasanii wa muziki wanaopendwa hapa nchini ambao hulipwa mamilioni ya fedha ili kutumbuiza katika mikutano yao. Mathalan, katika mikutano ya mgombea urais wa CCM, kila mkutano umekuwa na wasanii wasiopungua 10 wanaotumbuiza kwa nyakati tofauti. Wagombea ubunge wengi wa CCM katika kampeni zao wamekuwa wakiwalipa fedha wasanii wa muziki ili waende kutumbuiza na kuvutia wananchi. Wasanii maarufu hapa nchini kama Harmonize, Mbosso na Zuchu ambao hutoza kiwango cha malipo cha shilingi milioni 20 mpaka 40 kwa onyesho moja, wamekuwa na mfululizo wa ratiba za kutumbuiza kwenye kampeni za CCM. Mgombea ubunge wa chama cha ukombozi wa Chauma John Lema ameeleza BBC kuwa kama angepata angalau shilingi milioni 30 au 40 angeweza kufanya kampeni zake kwa ufanisi, lakini kutokana na kutokuwa na fedha na lazimika kufanya kampeni za kutembea mguu mtaa kwa mtaa na katika nyumba za watu kuomba kura. Kiwango cha fedha anachotamani kukipata mgombea huyu ili afanye kampeni kwa ufanisi ni kiwango ambacho wagombea ubunge wa CCM katika maeneo mbalimbali nchini kitumia kumlipa msanii mmoja tu wa daraja la juu kama kina Mario, Harmonize, Mbosso au Zuchu kwa onyesho moja tu analofanya katika mikutano ya chama hicho. Jimbo la Arusha mjini lina mitaa 154 ambayo mgombea anatakiwa kuifikia kuomba kura, lakini siku ya uchaguzi litakuwa na jumla ya vituo 10,053 vya kupigia kura, ambavyo mgombea na chama chake watalazimika kuweka mawakala zaidi ya 1,000 ili kuhesabu kura. Mawakala hao ni lazima walipwe posho na kufanya kazi hiyo wapelekewe chakula cha mchana, lakini pia lazima wakusanywe na kupewa mafunzo kabla ya uchaguzi. BBC Swahili ilijaribu kumdodosa naibu katibu mkuu wa Chauma Benson Kigaila kuhusu hali mbaya ya kifedha ya wagombea ubunge wa chama chake, kiasi cha wengi wao kushindwa hata kufanya mikutano ya hadhara. Akasema kwamba chama hicho kilitarajia kupata fedha kutokana na michango mbalimbali ya wadau, lakini hali imekuwa ngumu tofauti na walivyotarajia. Mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, Profesa Haruna Lipumba, ambaye pia amewahi kugombea urais wa Tanzania
kugombea mara 5, mwaka 1995, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2010 na mwaka 2020. Lakini mwaka huo ameamua kupumzika. Yeye aliambia BBC ili kuratibu na kukamilisha kampeni za mgombea urais wa chama hicho kwa ufanisi inahitajika angalau kiasi cha shilingi milioni 600 ambayo ni ngumu kwao kuzipata. Serikali ya Tanzania imekuwa ikilipa fedha za ruzuku kwa ajili ya uendeshaji wa vyama vya siasa hapa nchini. Lakini fedha hizo hutolewa kulingana na asilimia ya kura za wagombea ubunge wa chama husika katika uchaguzi uliopita. Kutokana na matokeo mabaya ya vyama vya upinzani